asifiwe mama. Amina. Nafurahi sana kukuwa na siku ya leo. Amen. Barikiwe sana mama, naona umependeza. Amina. Ndio. Tumeendelea na ibada zetu katika kanisa letu Ubalozi wa Mbinguni Ministry. Na siku zote tuna maombi, na sijui siku zote za maombi Mungu amekutendea kitu gani na muujiza gani ambaye Mungu amekutendea ama ushuhuda ulionao. Karibu mama. Amina. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amina. Mimi ninamshukuru Mungu kwa kila jambo. Mimi hapa nilipo nimempa Yesu maisha nikiwa na miaka 40. Kwa kweli katika misukosuko nilipitia sana, lakini Mungu nimemwona Mungu kwa njia pekee kabisa. Yaani muujiza wangu nilikuja kuupatia nikiwa na miaka 61. Nilikuja kuona muujiza wangu baada ya miaka 40 kupata maisha. Ushuhuda wangu wa kwanza kabisa nilipompa Yesu maisha nikiwa na miaka 40. Nimehangaika sana, lakini nikiingia kwenye mikutano ya Injili nikiona vijana wakiwa wanamsifu Mungu na kumchezea Mungu, natamani kumwambia Mungu, na kuwa na shauku kumwambia Mungu, Baba, naomba na mimi wale wa kwangu kama vijana waliosimama madhabahuni wakimsifu Mungu. Kila nikienda namshukuru, namuomba Mungu abadilishe watoto wangu. Kwa kweli kila nikienda na siku muomba Mungu. Nilifikia kipindi wale wenzangu ambao niliolewa nao watoto wao wameshaoa, wameshazaa na watoto wao wameshamaliza na sekondari, lakini mimi wa kwangu walikuwa bado. Namwambia Mungu, Baba, najua unanipenda na wa kwangu wataoa tu. Watu wengine wananishauri, wewe unajifanya unaomba, unajifanya wewe ni mlokole, hakuna lolote unaloomba. Tena wewe kwanza wewe ni mbuko kama mchawi. Unaomba lakini haufanikiwi lolote. Geuka, nenda hata kwa mganga ukajeukie kuangalia watoto wako ni kwa nini wamekuwa hivyo, wamefungwa, hela hawana, wafanye nini. Nikamwambia mimi sitaka nigeuke nyuma, bali nasonga mbele na huyu Yesu wangu. Kwa kweli nimeendelea kumuomba Mungu, nikaendelea kumuomba Mungu. Nilikuja kufika nikaja huko Dar es Salaam, nikaendelea kumzii Mungu, nikaendelea kumuomba Mungu. Kuna kijana wangu mmoja ambao ni mtoto wa shemeji yangu ambao ndio alinileta huko Dar es Salaam. Kaniambia, mama, naomba kila siku. Kwa sababu nilikuwa naomba jioni, nikienda kulala naomba, asubuhi nikiamka naomba. Wewe ndio unafungia hata watoto riziki. Nikamwambia wewe hujui. Kwenye moyo wangu lakini sijamwambia wazi. Nikamwambia wewe hujui, lakini aliniumiza, lakini nimwambia hujui. Nikaendelea kuomba. Bahati nzuri pale nikakaa miezi mitatu. Kwa kweli nilirudi hapa kwenye hii nyumba niliyosimama hapa ya huyu mtoto hapa. Alikuwa bado hajamleta mchumba wake hapa. Bahati nzuri naenda kuna siku muomba Mungu, endelea kubadilisha watoto wangu nao waokoke, wamjue Mungu, wamkuimbie kama wanaona vijana wanapoimba pale madhabahuni. Baba, naomba mpe watoto wangu mke mwema kutoka mbinguni ambaye atakaenda na mimi kitabia, ambao ni mcha Mungu, ambao anayemjua Mungu. Usiniletee wanawake ambao wanayefurukana nyumbani, hawajui wazazi, hawajui nini, wanakuwa ni wanawake kutapatapa tu kusikia maneno. Naendelea kumlilia Mungu. Baada ya muda hapo mtoto wangu akaja kumleta mwenza wake. Namshukuru Mungu sana. Mungu akaniambia, nimesikia kilio chako mama, ulikuwa umelia muda mrefu. Akanipa wajukuu mapacha wawili. Nikamshukuru Mungu. Tukakaa na mke wangu na wajukuu wangu hapa tunalea na mtoto wangu, naendelea kumsihi Mungu, tunaomba mbadilishe mtoto wangu, naomba mbadilishe mtoto wangu. Yale mimi naye asungumza ndio mke wangu, na mke wangu anapokea naye anamwambia mume wake. Namwambia mume wangu, tubadilike, badilika mume wangu, badilika mume wangu. Basi muda hapo Mungu, ule mtoto wa kwanza akatembea akiwa na mwaka. Ule wa pili akawa amesita hajatembea, amekaa chini miaka miwili karibia na nusu bila kutembea. Lakini nilipokuja kumkuta mtumishi wa Mungu ambaye ni Prophet Michael wa Ubalozi wa Mbinguni, kumwekea ule mtoto mkono, alisema siku 3 mtoto atatembea. Kwa kweli huyu Mungu, mwacheni aitwe Mungu. Yule mtoto alitembea mbele ya baba yake. Alikuwa ni siku ya Jumamosi, mimi nimeenda kwa jirani kununua mboga. Mama yake alikuwa ameenda shule. Yule mtoto baba yake anamtembeza naye, anasungana huko nyuma. Baadaye mtoto amachia miguu akatembea mbele ya baba yake. Kitendo Mungu alichonitendea, nikamshukuru Mungu, nikamwambia asante. Kumbe Mungu alikuwa na makusudi na huyu mtoto wangu kupitia kwa mwanae. Ili yule mtoto atembee mbele ya baba yake, ili baba yake aamini kuwa Mungu
anaweza. Toka siku ile mtoto wangu alimwamini Mungu. Huyu hapa alimwamini Mungu. Amemwamini Mungu mpaka sasa hivi nasikia, yani anamshuhudia mtu anamwambia jamani, tumrudie Mungu kwa sababu Mungu ndio kila kitu. Tusifuatilie ya dunia kwa sababu ya dunia inapita. Kwa kweli tunaona Mungu kwa njia ya pekee kabisa. Kwa mama wenzangu na wazee wenzangu na watoto wenzangu, watoto wangu. Ninawaambia msikate tamaa. Nitasema miaka 40 mpaka leo na miaka 62 hapa. Ndio nilikuja kupata muujiza wangu. Hebu niambie, ningekuwa mtu wa kunyumba ningefika wapi? Ningefika wapi? Lakini Mungu aliniambia nitakupa, na pale unapoja nitakupa damu. Akanipa damu wawili. Amen. Amen.